Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi, amehitimisha ziara ya kikazi ya siku 2 nchini Tanzania, huku akieleza matumaini makubwa kuimarika zaidi kwa uhusiano na ushirikiano kati ya nchi mbili hizo. Rais Tshisekedi aliyekuwa nchini kwa mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, leo Agosti 18, 2026, amefanya mazungumzo na mwenyeji wake katika ikulu ndogo Kizimkazi, Zanzibar, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo wamejadili masuala mbalimbali ya kimkakati yanayolenga kukuza uchumi na ustawi wa wananchi wa Tanzania na DRC. Katika mazungumzo hayo, viongozi hao wameweka msisitizo katika kuimarisha biashara, uchukuzi na miundombinu, huku Tanzania ikisisitiza umuhimu wa kuendeleza mradi wa miundombinu jumuishi ya usafirishaji unaolenga kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini ili kupunguza gharama na muda wa kusafirisha mizigo kati ya nchi mbili hizo. Kufanyika kwa ziara hii ni uthibitisho thabiti wa uhusiano wa karibu na wa kihistoria uliopo baina ya Tanzania na DRC, na inatoa nafasi muhimu ya kuimarisha ushirikiano katika maeneo mengine ya kimkakati. Tanzania na DRC ni nchi rafiki, jirani na washirika wa karibu sana. Kwa muda mrefu tumekuwa tukishirikiana katika nyanja mbalimbali ikiwemo biashara, uchukuzi na miundombinu. Takwimu mpaka mwaka jana zinaonyesha kwamba nchi yetu imefanya biashara ya shilingi bilioni 794 takriban. Aidha, bandari ya Dar es Salaam imeendelea kuwa lango muhimu la biashara kwa nchi ya DRC, wakati nchi zetu zimeendelea kushirikiana kupitia ushoroba wa kati au Central Corridor, ambao ni mtandao jumuishi wa usafirishaji unaounganisha DRC na masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Dar es Salaam. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, ni kwa msingi huo leo katika mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Tshisekedi tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi, Multimodal Transportation Project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda wa usafirishaji wa mizigo kupitia Ziwa Tanganyika. Ushirikiano huu pia utaongeza ufanisi wa ushoroba wa kati na kuchochea biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na DRC pamoja na nchi nyingine majirani zetu. Kwa sasa jitihada za kuendeleza miundombinu ya reli na vituo vya mizigo zinaendelea vyema, ikiwemo mwendelezo wa SGR kuelekea maeneo ya magharibi ambayo baadaye itaunganisha na nchi za Burundi na DRC. Tunaendelea pia na uboreshaji wa bandari zetu kwenye Ziwa Tanganyika, ikiwemo Kigoma, Karema, Moba na Kalemie. Mtakumbuka hivi karibuni nikiwa Kigoma nilizindua meli kwa ajili ya kutoa huduma kwenye Ziwa Tanganyika, meli 4, na bado tunajenga nyingine 4 ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo. Kama mnavyojua, asilimia karibu 60 au zaidi ya mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam ni mzigo wa DRC. Kwa hiyo ni lazima tuwe na vyombo vingi vya kusafirisha kwenye maji vitakavyoweza kubeba mzigo huo na kupunguza mzigo kule Dar es Salaam. Nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya DRC kwa kuanza ujenzi wa barabara ya Kalemie Manono, ambayo pindi itakapokamilika itaunganisha zaidi mataifa yetu na kuchochea shughuli za kiuchumi kwenye nchi zetu mbili na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Sambamba na hilo, kwenye mazungumzo yetu pia tumesisitiza umuhimu wa kuimarisha biashara kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima, kuboresha huduma za mipakani na kuwezesha sekta binafsi kushiriki kikamilifu kadri fursa zinazojitokeza. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais wa DRC ameeleza jinsi wanavyoishirikisha sekta binafsi katika ujenzi wa reli kule kwao, lakini na barabara pia na hata huduma za bandari kama tunavyofanya sisi hapa, ili kuharakisha utekelezaji wa miundombinu hiyo.
Aidha, Rais Dr. Samia amesema Tanzania iko tayari kuendeleza ushirikiano na DRC katika sekta ya biashara, kilimo, uvuvi, misitu na madini, ikiwemo kuongeza thamani ya rasilimali na kubadilishana uzoefu wa teknolojia. Sisi Tanzania tunazalisha kwa wingi bidhaa za kilimo, uvuvi na mifugo, hivyo tumewakaribisha kufanya biashara katika maeneo hayo pia. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, Tanzania na DRC zina utajiri wa rasilimali za madini, na hivyo tumekubaliana kushirikiana katika maeneo hayo, kubadilishana uzoefu na ujuzi, jinsi ya uchimbaji, uongezaji thamani na hata masoko ya madini yetu tumekubaliana. Lakini vile vile tumewaalika waungane nasi katika kituo chetu cha madini kilichoko hapa kwa ajili ya nchi za Afrika Mashariki na Kati. Waungane nasi tubadilishane ujuzi, lakini pia tafiti katika kituo kile. Ndugu zangu wanahabari, kwenye mazungumzo yetu pia tumegusia masuala ya amani na usalama ambayo ni nguzo muhimu katika mustakabali wa maendeleo ya kanda na dunia nzima. Hivyo pamoja na kujadili hali ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Na tunaposema usalama ni usalama wa afya pia. Kwa hiyo nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola ndani ya DRC na kuwafanya wananchi waishi bila hofu na kuchukua hatua zinazofaa kupambana na magonjwa haya. Ni matumaini yangu kwa ziara hii imefungua ukurasa mpya wa kuimarisha zaidi uhusiano wetu wa kihistoria na ushirikiano wa kimkakati. Kama mshirika wa karibu, Tanzania iko tayari kuendelea kushirikiana na DRC katika kujenga uchumi unaounganisha watu wetu, kuongeza biashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu muhimu zaidi, kujenga mazingira ya amani na ustawi wa pamoja. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amesema Tanzania na DRC zimepitia maeneo ambayo tayari zinafanya ushirikiano na yale ambayo bado hajatumika kikamilifu, hatua inazifanya nchi mbili hizo kukubaliana kuhusiana tume pamoja na ushirikiano ili kuwezesha utekelezaji wa makubaliano kwa utaratibu na ufanisi zaidi. Amesema amani na usalama na utulivu pia vimepewa kipaumbele sambamba na kuongeza biashara na kuweka mazingira yatakayorahisisha mabadiliko ya bidhaa kupitia ujenzi wa miundombinu. Rais huyo amesema anaondoka Tanzania akiwa na furaha na matumaini makubwa kuhusu mustakabali wa ushirikiano kati ya mataifa hayo, akisisitiza kuwa nchi za Afrika zinapaswa kutumia kwa pamoja utajiri wa rasilimali zao na nguvu ya rasilimali za watu. Simplement appuyer cela, le confirmer en disant que la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo ont décidé, à travers leurs chefs d'État respectifs, d'avancer ensemble et plus profondément dans la coopération bilatérale. Et nous avons exploré plusieurs domaines dans lesquels nous sommes déjà en coopération et que nous devons renforcer, et dans d'autres domaines qui restent encore à explorer. Voilà pourquoi une décision a été prise de relancer la commission conjointe, la commission mixte, j'allais dire, pour que le travail puisse se faire de manière assez approfondie, assez méthodique et assez efficace. Nous avons donc mis un accent particulier sur les questions de paix, de sécurité, de stabilité. Nous avons également envisagé les questions commerciales, les questions d'échange par la construction d'infrastructures, la mise sur pied de dispositifs permettant ces échanges commerciaux. Et je peux vous dire que je repars d'ici très heureux et très confiant
quant à l'avenir radieux de la coopération entre nos deux pays. C'est exactement le type de coopération qu'il faut entre nos pays africains. Nous avons une terre, l'Afrique, un continent qui regorge de beaucoup de potentialités naturelles, mais qui a aussi une autre force que moi je considère comme la plus importante, ce sont ses ressources humaines. La population africaine est à 60% à peu près. Ziara hiyo ya siku mbili imehitimishwa ikiwa imeweka msingi wa kuimarisha zaidi uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania na DRC, huku pande mbili hizo zikilenga kuongeza biashara na uwekezaji, kuboresha miundombinu ya usafirishaji na kuimarisha amani na usalama katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.